Ni takriban siku 21 zimepita tangu Yoeli Edward kupaza sauti yake kwa Watanzania kupitia kituo cha ITV kwa kuomba kusaidiwa fedha za matibabu yake ya miguu. Sauti hiyo ilifika kwa wasamaria wema waliofanikiwa kurejesha matumaini mapya kwa kijana huyo baada ya kukatwa miguu hiyo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu kupitia jopo la madaktari bingwa wa mifupa, na leo kijana huyo ameanza maisha mapya ya kutokuwa na viungo hivyo katika sehemu ya mwili wake. Naishukuru sana media ya ITV kwa kutangaza taarifa yangu ya kuhitaji msaada kwa Watanzania wenzangu. Naishukuru sana ITV walifanya hilo tangazo na taarifa zikafika kwa Watanzania wenzangu, na kweli wakaguswa kwa kiwango kikubwa, wakanisaidia na mpaka sasa nimefikia hatua hii ninayoendelea nayo. ITV cha kuiambia labda waendelee tu kutoa tangazo langu ili niendelee kupata msaada zaidi kwa ajili ya miguu ya bandia. Nitaendeleza ndoto ya kufanya biashara zangu. Kijana huyu aliyekuwa tegemezi kwenye familia yao kabla ya kupata ajali hiyo ya kushambuliwa na mamba, ndugu, jamaa na marafiki akiwemo mama yake mzazi wanaelezea faraja yao. Baada ya kukatwa miguu tunashukuru sana kwa sababu alikuwa anapitia hali ngumu, na ukimtazama inasikitisha, hata wazazi tulikuwa tunatoa machozi. Miguu ilikuwa na hali mbaya kwa sababu alikuwa amewekewa yale mavyuma, ilikuwa imeshaanza kunuka na kutoa usaha, lakini baada ya kukatwa miguu tunashukuru sana, anaendelea vizuri. ITV naishukuru kwa kuchangia, kwa kuwanani Watanzania wenzangu wakachangia mwanangu kupata matibabu. Nilikuwa nimehangaika sana, nikawa ombaomba. Ninawashukuru sana Watanzania wenzangu kwa kunichangia hela ya kupata matibabu, pamoja na waandishi wa habari nawashukuru, pamoja na madaktari nawashukuru. Edward Mwasulama ni daktari wa rufaa ya mkoa wa Simiyu, anaelezea hali ya kijana huyo kabla na baada ya kukatwa miguu hiyo. Alipofika kwetu hapa tayari vidonda vilikuwa vinatoa usaha mwingi, na kuna baadhi ya sehemu ya mifupa kwa miguu yote miwili ilikuwa tayari imepotea. Na baada ya udhamini wa Tanzania, ndugu yetu Yoeli ameweza kupata huduma ya kukatwa miguu, na mpaka sasa hivi anaendelea vizuri odini. Leo nadhani ni siku ya 7 baada ya kukatwa miguu, na yuko tayari kwa kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kutoka hapa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, Teddy Kilanga, ITV.